Mimi bwana, mke wangu namwahidi kumpenda, kumtunza katika maisha yetu. Jambo kubwa ni maombi. Mke wangu ategemee upendo mkubwa sana kutoka kwangu, faraja kutoka kwangu na matunzo mazuri kama mke bora. Ndipo naambia wewe. Mimi nawashauri watulize akili ili wapate uwezo wanaofanana nao. Agnes Justin Kiondo. Okay. Namwambia mume wangu nampenda sana. Mungu atujalie tuishi vizuri kwa upendo, kwa heshimiana. Tuzae watoto waweze kuleta matunda yaliyo mema. Nampenda sana. Nawaahidi kuwapenda kama nilivyoweza kuwapenda wazazi wangu, nao sasa hivi ndio wazazi wangu. Kwa sababu tayari nimemwacha mama na kwenda kumwacha baba, wao ndio watakuwa wa karibu yangu. Nawaahidi kuwapenda na kuwatumikia siku zote. Mimi naamini kwa Mungu yote yanawezekana. Hakuna linalomshinda Mungu. Ukimtanguliza Mungu katika yote hakuna gumu. Kama wanavyosema ndio ina changamoto na nini, yote yanawezekana. Ukiwepo na upendo hakuna magumu. Amina. Kila mtoto ana riziki yake, naahidi kuipokea kadri Mungu atakavyojalia. Mwambia Mungu atembee nami, atangulie yeye katika kila hatua ninayokwenda. Nawaambia marafiki zangu na wanawake wengine wote ambao bado hawajafanikiwa waendelee kumtegemea Mungu, wamuombe Mungu kwa sababu bila Mungu huwezi kufikia siku hii ya leo. Kwa hiyo waombe sana kwa sababu safari ni ndefu ya utafutaji na kumpata yule mtu ambaye ni uhakika. Kwa hiyo waombe, wasichoke, Mungu ipo siku atajalia. Nawaambia Mungu asante kwa kila kitu, kwa zawadi alionipa, kwa familia mpya nao kuendea. Namshukuru Mungu kwa kila kitu. Mimi awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuifikia siku hii ya leo ambao ni siku kubwa sana kwangu. Nilisimamia ubatizo wa Agnes akiwa na miezi mitatu. Nilimpakata kwa mara ya kwanza kwenye mikono yangu akiwa binti mdogo. Lakini katika kipindi chote hicho nimekuwa nikimuomba Mungu sana ili niweze kuifikia siku kama hii ya leo, lakini vile vile nilimuomba Mungu aendelee kukua kiimani. Ninamshukuru Mungu kwamba amefuata maagizo ya wazazi, ameweza kuyaishi maisha mazuri, maisha ya kumtukuza Mungu, na leo hii tumebarikiwa kufunga ndoa takatifu kwa ajili ya Agnes na Marco. Kwa mimi namshukuru Mungu kwa ajili yao, ninawaombea sana watoto wangu. Mungu awajalie afya njema, awajalie maisha marefu, amani, upendo udumu katikati yao na mshikamano, wazae wakaongezeke na wakue kiimani. Neno kubwa ninalowaachia kwa sababu mimi ni mama wa kiroho. Ninaendelea kuwasihi wasimwache Mungu. Katika safari yao hii ngumu, katika ulimwengu huu uliojaa mambo mengi magumu, ninawaasa kusimama mbele za Mungu, kumtukuza Mungu, kufuata maagizo ya Mungu na hasa kuishi katika upendo. Upendo ni kitu kikubwa sana katika watu wawili waliochagua kuishi pamoja. Upendo, kunapotokea makosa, upendo hautahesabu makosa kwa kujirudia. Kuna msamaha katika upendo, watakuwa wanasameheana na wataendelea kuishi vizuri katika ndoa yao. Kwa mimi ninawaasa waendelee kushika njia ili waliofundishwa na wazazi, na sisi wazazi wao watusikilize, wasikilize maagizo ya Mungu, watafurahia ndoa yao. Maneno yapo, maana leo ndo ameingia kwenye ndoa, lakini ndoa inahitaji upendo, uvumilivu, kusameheana na mambo mengine. Kwa hiyo ili ndoa yao iwe ya baraka, basi watakapopata changamoto wawe wepesi kusameheana, lakini wawe wepesi kumuomba Mungu aweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Ninachowasihi tu kwamba wajitunze, wawe wavumilivu, wakati wao ukifika nao watapata wenza wao. Mimi namwambia Mungu wangu kwamba kwa hao watoto wetu wa leo basi awasaidie kuwaongoza katika
yale mapito ambayo yanampendeza yeye, na pale ambapo kutatokea changamoto basi watakapomuomba basi awasaidie kama watoto wake. Mimi naitwa Justin Paul Kiondo Carlos. Ninafurahi sana kwa binti yangu Agnes. Tumemlea toka akiwa mdogo na hatimaye amepita katika mikono mingi ya msimamizi wa kiroho, na tumeweza kuendelea kumkuza, tumeendelea kuishi naye, tumeendelea kumpa elimu hata kufikia wakati huo sasa amekuwa ni mtu mzima, na leo hii ameweza kupata mwenzi wake. Kwa kweli leo tuna furaha sana, na hii ni sehemu muhimu katika maisha ambayo Mungu mwenyewe aliagiza mambo hayo, mpango wa ndoa uendelee kuwepo na ni kusudi la Mungu. Tunafurahi sana na tunafuraha sana mabinti yetu kuwa na mwenzi wake ambao wataendelea kwenda kuishi, wamekuwa mwili mmoja na mwenzi wake. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana hata kwa hatua hizi, na kipekee tumeona kwamba ni tendo jema ambalo limetugusa, kutuheshimisha pia hata kuona kwamba binti ameendelea kuishi na kupitia katika malezi yale ambayo tulimlea na tulipenda aendelee kuwa na miongoni mwa malezi bora, na kwa kweli ametuonyesha. Tunashukuru sana, na leo tumekuja kusindikiza na kuona katika mazingira ambayo ya kumwachilia aendelee kuendelea kuwa na mwenzi wake, waendelee kuwa na maisha ya Kikristo, na tunaamini kwamba ni hivyo. Furaha ni kubwa sana. Neno tunalowaachia ni kwamba waendelee kuishi katika maisha ya kitakatifu, wapendane, wavumiliane kama sisi tulivyovumiliana katika maisha yetu mpaka wao wamekuwa wakubwa. Maisha yanahitaji upendo, uvumilivu, na basi wataendelea kukua, hatimaye hata kufikia watu wazima sana, wazee. Basi hii ni furaha kwetu. Kwa hiyo nawaacha katika misingi hiyo. Mungu awabariki, awatunze, hata waweze kuja hata na sisi tukifikia kuwa na umri sasa tulikuwa wazee, basi na wao watatulea huko na katika uzee wetu. Tunashukuru sana kwa kweli. Mungu awabariki sana. Mimi maneno ninayomwacha nayo binti yangu nimemkuza kiroho, akaendelee kukua katika roho hivyo na kumpenda sana Mungu, na akafuate maagizo yangu yote niliyompa. Yaani ninachotaka ni heshima ndani ya ndoa yake, kuheshimu mkubwa na mdogo. Sisi wazazi wake ametuacha, ameenda kwenye wazazi wengine, basi ni wazazi wake. Kwa hiyo hilo ndilo ninalomwombea sana mwanangu. Mimi kwa kweli yani Mungu nakosa maneno ya kuongea, lakini ninamshukuru sana Mungu. Sana sana sana, ameonekana katika maisha ya watoto wangu, ameonekana katika maisha yetu, na anaendelea kuonekana mpaka sasa hivi, na anaendelea kutupigania. Kwa hiyo sifa na utukufu ninamrudishia Mungu.